ukageuka leo, damu ya Yesu ikakuosha roho na moyo wako, na mwenye kukugeuza ni yeye aliyepewa pekee mkono wa kukugeuza, na jina lake ni Yesu Kristo, anayesema nimeushinda ulimwengu. Yeye aliyeushinda ulimwengu akakugeuza leo, akakushika, akakukabidhi kwa Baba yake Mungu Muumba. Utaushinda ulimwengu. Haleluya! Kwenye kila kitu utashinda ulimwengu. Kwenye mawazo yako hautakuwa na mawazo ya kishetani. Utaushinda ulimwengu kwenye tabia yako. Hautakuwa na tabia inayoletea watu mateso. Tabia yako inamletea mke wako mateso. Hautakuwa na maneno yenye kutesa mioyo ya watu. Neno lako ni moja tu, ni kama mshale wenye sumu kali. Umeshaua watu wengi kwa neno la ulimi wako. Maana ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini Biblia kwenye kitabu cha Yakobo mlango wa 3 unazungumza ulimi ni kiungo kidogo, lakini mbona msitu mkubwa unawashwa moto na cheche kidogo ya moto. Hali kadhalika na ulimi, kiungo kidogo kwenye mwili wako, kimeshawasha moto kwenye maisha yako na maisha ya wengine wasiokuwa na hatia, kwa sababu ulimi wako unawashwa moto na jehanamu. Shetani ameshika ulimi wako, ameshika ini la kwako, ameshika moyo wa kwako, ameshika viungo vya kwako vya uzazi. Kahaba lililobobea, mzinzi aliyepevuka, na ni mke wa mtu, binti mdogo tu wa miaka 13, lakini umeoza, ni mume wa mtu, ni baba. Tena unasema wewe una cheo na ofisi unafanya kazi, lakini ni mshirikina, ni mwizi. Fedha ambazo unazomesha nazo watoto wa kwako, fedha ambazo unamwachia mke wako, hiki ni chakula cha leo, shilingi hizi 1.5, mke wangu nenda sokoni, ni za wizi. Na unafahamu mbinu ya wizi, umekolea na unaiba hata kwenye ofisi za serikali au ulikoajiriwa na hukamatwi. Ukikutana na Yesu Kristo utakuwa mke, utakuwa mume, utakuwa mtoto, utakuwa baraka kwa mdogo wako, kwa mkubwa wako, kwa mjomba, kwa shangazi.